Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia hawa ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, juu ya kile ambacho leo hii wamekwenda kukikamilisha. Nazungumzia dili lao la huko ambako wanamhitaji kiungo namba 10 bora. Hapa nazungumzia Tanzania, mzawa mwenyewe ambaye ameweza kuwafanya wakune kichwa. Vigogo wote wa Kariakoo wamekuwa wakiweza kumhitaji na wamekuwa wakishindana kwenye swala la kifedha. Huyu anapanda dau na huyu anapanda dau, na sasa imefika shilingi milioni 800 ambapo wanamhitaji nyota huyo. Young Africans na wao wameweza kuweka dau lao, ila klabu ya Simba wameweza kushinda katika hili ambalo nimekusogezea kwa siku hii ya leo. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho, kwa sababu taarifa ninayo yote kamili hapa, sio ya kubumba, sio ya kuokota. Ni taarifa ambayo imeweza kuthibitishwa na vilabu viwili vikifanya biashara ya nyota wao mkubwa kabisa. Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, nikukumbusha kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwa wana taarifa yao kubwa kabisa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika sajili zao ambazo wanaendelea kuzifanya. Bana, klabu ya Simba kama ulizani ya kwamba wamepoa juu ya usajili ambao wa msimu ujao, basi juu ya kwamba utakuwa umejidanganya. Klabu ya Simba imeendelea kuweza kuhakikisha kwamba wanayabakiza majina yote makubwa kwenye kikosi chao ambao mikataba yao inaisha, lakini pia kuweza kuongeza majina mengine. Sambamba na hayo, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba unafahamu ya kwamba walikuwa kwa muda wakiweza kumfukuzia nyota katika kutoka klabu ya Azam FC. Hapa nazungumzia kiungo mwenyewe Faisal Salum Abdalla. Unafahamu kwamba alikuwa akiweza kuhitajika na kikosi cha Simba. Kila Simba ambapo waliweka ofa yao ilikuwa ikiweza kukataliwa. Ofa yao ya kwanza ilikataliwa, ya pili ikakataliwa, ya tatu hii kubwa kuliko ambayo imeweza kuingiliwa kabisa na tajiri mwenyewe akiweza kuingia miguu miwili pale Azam kumtaka Faisal. Nazungumzia Mo Dewji ambapo ameweza kupeleka maombi yake huko katika viunga vya Azam FC. Inaelezwa ya kwamba tetesi sio tena zile tetesi ambazo walikuwa wakiweza kusikia. Sasa hivi ni taarifa kamili, ambapo leo hii klabu ya Simba kupitia uongozi wake ambao uko chini ya rais wa heshima wa klabu hiyo Mo Dewji amekutana leo hii na hapa nazungumzia Feitoto, ambapo wameweza kukaa mtu mbili na kujadili juu ya kujiunga kwake na kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku Feitoto alikuwa si mzungumzaji sana katika hilo, lakini inaonyesha klabu ya Simba ndio walikuwa wazungumzaji wakubwa katika hilo, wakiweza kumshawishi kwa kile ambacho wameenda nacho mikononi kwa Feitoto, ambapo wamekutana na kujadili ofa ambayo wameipeleka mezani kuhusiana na Feitoto kufanya uhamisho wa kutoka katika klabu ya Azam FC na kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club ambao wanamhitaji kwa sasa, ambapo Simba imemwambia Faisal kwamba yenyewe ipo tayari kuweza kumpatia kitita ambacho pengine labda kwa wachezaji wa kizawa hapa Tanzania hawajawahi kuipata, na pengine labda inaweza ikawa ni kiasi cha fedha ambacho hakuna mchezaji ambaye amewahi kupata kutokana na uwazi ambao umewekwa katika dili hili, ambapo klabu ya Simba imemwambia kwamba itamsaini Feitoto kwa mkataba wa miaka 3 ambao
ambapo ataitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi kuanzia 2025 mwishoni, ambapo itaanza kuhesabika 2026, 27, 28 kabla mwaka hujamalizika atakuwa mwezi Juni, ambapo itakuwa mwezi wa 6 ndio mkataba wake utakapomalizika 2028, huku akiweza kumpatia kitita cha shilingi za Kitanzania milioni 800, pesa ambayo ni pesa ya usajili ambao watakaoweza kumpatia Feitoto kumuuza kuelekea pale. Hapa nazungumzia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ni kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho utakwenda kushuhudia hilo litakalokwenda kutokea. Lakini sambamba na hayo, klabu ya Simba wamemwaahidi Feitoto kwamba watampatia mshahara wa shilingi milioni 50, pesa taslimu za Kitanzania kabisa, ambazo atakuwa akiweza kukunja pale katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Mara ya mwisho ambao alikuwa akichukua mkwanja mrefu ilikuwa ni Clatous Chama, alikuwa akiweza kuchukua zaidi ya shilingi milioni 30 na kitu. Sasa imepanda mpaka milioni 50, ambapo atapewa nyumba ya kuweza kuishi. Yani hiyo sio ya kupewa alafu ukiondoka unanyang'anywa, hapana. Hiyo ukipewa umepewa mazima kabisa, jina lako litaandikwa pale Faisal Abdalla, unaona bana. Lakini sambamba na hayo watampatia gari, lakini gari hilo si kama yale magari ya Bongo Movie ama wasanii wa Bongo Flava ambao wakisaini kwenye lebo alafu wakiondoka wanapaswa kuweza kuyaacha hayo magari. Hapana, gari hilo litakuwa likisomeka jina la Faisal Abdalla kama kawaida, jina lake kamili kisomeka katika kadi ya gari ambayo atakayopewa na tajiri Mo Dewji. Gari hiyo yenye thamani kubwa kweli kweli ambayo wamepanga kuweza kumpatia Feitoto ili tu aweze kukubali kutia tu saini kwenye karatasi za mikataba ya klabu ya Simba. Lakini wakati hayo yakiendelea, ikumbukwe ya kwamba bado kuna pingamizi ambalo klabu ya soka ya Young Africans waliweka mbele ya Azam FC wakati wanawauzia mchezaji huyo, na kuambia kwamba pindi Faisal atakapouzwa kwenda timu nyingine haitokuwa tatizo, ila tatizo itakuja pale tu ambapo atakwenda Wekundu wa Msimbazi Simba. Hapo itawapasa klabu ya Azam iwalipe zaidi ya shilingi bilioni 1 klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans kwa kile ambacho kitakachopatikana katika dili hilo. Ofa ya Yanga wenyewe walikwenda katika ofa yao ambapo walipeleka shilingi milioni 700 kama sign on fee, lakini mshahara wao waliweza kumwaahidi hapa kumpatia shilingi milioni 40. Lakini taarifa zinaeleza kwamba kutoka kambi ya Feitoto kwamba wenyewe wamekubaliana na ofa ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kinachosubiriwa kwa sasa ni klabu ya Simba kuweza kuweka pesa hiyo katika akaunti za Feitoto ili kuweza kukubaliana kila kitu ili kuweza kutia saini katika dili ambalo linaelezwa kwamba ni dili ambalo Feitoto litamfanya kuweza kubadilisha kila kitu na kuweza kuandikwa kama mchezaji anayelipwa pesa nyingi katika ligi ya Tanzania. Bwana, tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi kutoka makao makuu ya Simba Sport Club wakiweza kuthibitisha